Watazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni eneo la kata ya Baraya. Hapa tulipo tuko katika kanisa la Wave of God, maarufu kama kanisa la Ebeneza, linafahamika hivyo. Na ni furaha ambayo ilizuiliwa kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini furaha hii sasa imerejea sehemu yake baada ya mgogoro ambao ulidumu kwa muda mrefu kusuluhishwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Arusha mjini hapa, Mheshimiwa Joseph Mkude, ambaye alikuja mwenyewe kwa ajili ya kusuluhisha mgogoro huu. Jumapili hii kwa mara ya kwanza, wananchi ambao ama washirika walijenga kanisa hili kwa jasho na damu, kwa kuuza kile ambacho walichokuwa nacho na kujenga kanisa hili, sasa watakuwa wanaingia katika madhabahu hii na kumwabudu yule Mwenyezi Mungu ambaye wanamwamini. Tumezungumza nao wakielezea furaha yao, namna ambavyo wamekuwa wavumilivu kwa muda mrefu na wakimshukuru Mwenyezi Mungu, wakisema kwamba huenda ni majaribu tu yalipita, lakini ukuu wa Mungu umedhihirika kupitia hiki ambacho kimefanyika. Naitwa Mama Lema. Nasali katika kanisa hili la Wave of God. Jambo la kwanza, ninamshukuru sana Mungu kwa kuwa Mungu ametusaidia sana kwa kipindi kizima cha mwaka mzima. Sisi kanisa letu lilikuwa limefungwa, lakini kanisa hatimaye limefunguliwa. Hilo ni jambo ambalo washirika wote tunamshukuru sana Mungu, ametutendea mambo makuu sana. Jambo la pili, naishukuru sana serikali ya Muungano wa Jamhuri ya Tanzania. Nikimshukuru sana kijana wetu Joseph Mkude, mkuu wa wilaya ya jiji Arusha, ambaye naye kwa jitihada zake ametusaidia, na hapa tulipofika ametoa amri na kwamba tufunguliwe kanisa. Hivi tuko hapa na vijana wetu na hata watoto wetu, tunalifanyia usafi jengo lililoko nyuma yangu kwa ajili ya ibada nzuri, ibada ya Roho Mtakatifu ambayo itafanyika Jumapili. Ibada hii tunawakaribisha watu wote, hata mkuu wa wilaya tunamkaribisha kuja kuabudu na sisi. Tunawakaribisha watu wote, majirani zetu, waje kuona ukuu wa Mungu na jinsi ambavyo serikali imetujali sisi ambao tumesali kwenye mvua, kwenye jua kwa kipindi cha mwaka mzima. Ninawakaribisha watu wote na ninasema asante. Ninamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, kwamba kwa kupitia yeye na viongozi wake wametuona na kutujali sana. Ninasema Mungu awabariki, karibuni sana. Hekima ya kimungu inasaidia sana kiongozi. Tukikumbuka kwa wale wa Kristo, hata Waislamu wanamjua mfalme aliitwa Selemani, kwamba aliomba hekima kwa Mungu na aliamua juu ya wamama waliokuwa wanamgombea mtoto. Aliamua kwa hekima ya kimungu. Na ninaomba viongozi wa Tanzania wawe na hii hekima ili kuweza kuamua jambo kwa hekima kubwa. Kwanza kukaa na pande zote na kusikiliza ili kuona uzito uko wapi. Naitwa Novatus Kimario, ni mshirika wa kanisa hili la Wave of God. Na awali ya yote tunamshukuru Mungu kweli sana kwa sababu amefanya mambo makubwa kwetu. Sio jambo rahisi sana kupita kwenye changamoto kama hizi alafu watu wakawa wavumilivu kwa namna hiyo. Ni Mungu tu ndiye aliyetusaidia, kwa sababu tangu mwezi wa 3 nafikiri tumekuwa na changamoto hii ya kanisa. Lakini pamoja na hayo tumekuwa tukisali nje, mvua ikiwa ya kwetu, jua likiwa la kwetu, lakini Mungu ametusaidia tukashikamana, tukawa wamoja. Lakini pamoja na hizo changamoto zote hizo, Waswahili wanasema mvumilivu hula mbivu. Lakini Mungu ametusaidia tukavumilia, na kweli tumefika hapa sasa tunakula mbivu. Lakini jambo la pili pia tumshukuru sana mkuu wa wilaya, kwamba mkuu wa wilaya juzi alikuja hapa na akaona mahali ambapo tunasali, hata yeye mwenyewe ilimsikitisha.
na kwa mamlaka alionayo akaruhusu tufunguliwe kanisa, na tunamshukuru Mungu kwa sababu tangia kipindi chote hicho kwa mara ya kwanza Jumapili tunaingia kusali katika jengo letu ambalo kwa kweli watu wa Baraa wamekuwa na moyo wa bidii, wakitoa mali zao, wakiuza vitu vyao, hata wakajenga jengo hili liloko hapa nyuma. Kwa sababu hiyo sasa sisi tunamshukuru Mungu pamoja na mkuu wa wilaya kwa sababu amewarejeshea watu wa Baraa jengo lao, na kwa kweli tunawakaribisha watu wote Jumapili kwenye ibada ambayo pia bila shaka mkuu wa wilaya atakuwepo. Kwa hiyo watu wote na majirani wanaotuzunguka hapa Baraa na walioko katika jiji la Arusha tunawakaribisha kwenye ibada ya pekee, ibada ya tofauti, na hakika ya kwamba kila atakayehudhuria atamuona Mungu. Kwa hiyo kwa ujumla tunawashukuru pia viongozi wa serikali na mama yetu Samia kwa sababu yeye ndio ametuletea huyu mkuu wa wilaya ambaye ni mkuu kweli wa wilaya ambaye mwenye hekima ya ajabu mno, ambaye kwa namna ambavyo ametusaidia kwa kweli ni jambo la kurudisha sifa sana kwa Mungu, kwa sababu amefanya jambo ambalo ni kubwa mno kwa hekima aliyotumia. Kwa hiyo tunamshukuru Mama Samia kwa kumteua huyu mkuu wa wilaya. Tunamshukuru pia yeye kwa sababu pia ni hekima na ufahamu kumtambua mtu ambaye anaweza akakaa na watu na akawasikiliza watu. Kwa hiyo tunamshukuru pia kwamba ametuletea mtu ambaye anakaa na watu na kuwasikiliza na kuamua. Kwa hiyo tunaendelea kumwombea mkuu wa wilaya kwamba Mungu aendelee kumpa hekima na ufahamu zaidi ili kwamba aweze kuwatendea watu na kuwaamua watu kama inavyostahili. Joel Lebalo, leo ni siku ya Ijumaa ambayo tunamshukuru sana Mungu tumefika siku ya leo. Tunajua kwamba ni neema sana kufika siku ya leo. Tuwalitazamia wengi kufika lakini hawajaweza kufika. Sisi ni kwa neema sana. Yote kwa yote tunamshukuru Mungu sana. Lakini pia tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan sana. Tunamshukuru sana kwa kutuletea mtu sahihi hapa Arusha. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ni mtu sahihi kabisa. Ni mtu ambaye hatukutazamia kabisa kwamba atatufuata, anaweza akamfuata mwananchi mdogo, asiyekuwa anatambulika zaidi, lakini akamfuata kwenda kutatua shida yake kutoka ofisini na kuacha majukumu yake kuja kutatua shida za mwananchi, hasa kumfuata sehemu husika. Leo ni siku ya furaha sana tunayo kwa sababu ni kanisa letu lililoko nyuma yangu hapa limefungwa takriban mwaka mzima, na lilifungwa kulingana na changamoto kidogo zilizokuwa zimetokea, lakini leo mkuu wa wilaya tokea juzi amefungua na karuhusu tusali pamoja. Yote kwa yote tunasema kwamba sisi hatuna ugomvi wala hatuna chuki na mtu yoyote. Cha msingi ni kwamba tunatamani sana kutengeneza amani kama mkuu wa wilaya alivyokuja kutengenezea amani. Tunatamani sana amani yetu izidi kuwepo, hasa kwa yeyote ambaye anahisi labda tuko tofauti na wao au yeyote anahisi kwamba tunachuki na wao. Sisi cha msingi tunatengeneza amani. Kwa cha msingi zaidi tunawakaribisha sana kwenye ibada itakayofanyika siku ya Jumapili. Lakini mbali na yote, mbali na kumshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuna viongozi wetu tulioko karibu nao, akiwemo Mheshimiwa diwani wa kata hii, Mheshimiwa Jacob. Hatuwezi pia kumsahau kwa sababu amekuwa bega kwa bega sana na mkuu wa wilaya kupambana kutafuta amani, hasa ya sisi wa Tanzania wa hapa au sisi wananchi wa hapa au washirika wa hapa. Lakini bila kusahau viongozi wa vitongoji, viongozi wote wa vitongoji wakiwemo mabalozi pamoja na wenye viti wamepambana sana kutafuta amani ya hapa, lakini leo Mungu amesaidia, amani imepatikana. Kwa wote mnaosikia sauti hii tunawakaribisha siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili ibada kubwa kabisa itakaofanyika hapa kanisa letu la Wave of God, na tunatazamia pia kuwepo na viongozi wakubwa wa kidini na viongozi pia wakubwa wa nchi tunatazamia kuwepo. Lakini mbali sambamba na hapo, majira ya saa 9 kamili mchana tutakuwa na tamasha kubwa kabisa la kusifu na kuabudu la vijana. Yaani maana yake tunawakaribisha watu wote kwenye tamasha hilo kubwa sana. Karibuni sana watu wote, Mungu awabariki. Mimi naitwa Olaisi Sindio Baraa, kanisa la Wave of God. Ni mshirika wa hapa, pia ni shemasi wa hapa. Tunamshukuru kwanza Mungu aliyetulinda mpaka siku ya leo.
kuanzia kanisa letu tulipofungiwa kuanzia mwezi wa 3 mwaka jana hadi tarehe ya leo, siku ya Ijumaa. Kwa kweli mimi moyo wangu umejaa shukurani kwa nchi yetu ya Tanzania. Haijawahi kuonekana, maana tumefichwa na Mungu. Hususan kabisa serikali yetu ya Tanzania, akiwepo Mama Samia Suluhu, akiwepo Makonda mkoa. Nisimwache mbali sana mkuu wa wilaya. Kwa kweli nimemwona mkuu wa wilaya, mtu kwa macho yangu tu nimemwona ni mtu wa busara sana. Nilipomuona nikaona ni mtu mwenye hekima na maarifa ya kimungu. Hata siku niliyemuona nikaona moyo wangu umefurahi. Siku ya leo mwandishi wa habari, ni kama umechelewa kidogo, maana ungekuta watu wanaburudika hapa kufanya usafi, kung'oa magugu na kudeki katika kanisa liliko nyuma yangu. Kwa kweli nisiwaache ndugu zetu waheshimiwa kama mkuu diwani na mwenyekiti wa mtaa akiwemo Estomi pamoja na mabalozi walioshirikiana kutafuta amani na suluhu kwa ajili ya kanisa letu la Wave of God. Kwa moyo wangu wa dhati, Mungu awasaidie, Mungu awaweke ili waweze kutumika kama walivyotumika, majinsi walivyotuzuia. Kwanza sisi na hasira zetu, wananchi wana hasira kali kulingana na jinsi tunavyomwabudu Mungu, alafu kuja kustopishwa ghafla. Lakini kwa sababu ya hekima na maarifa iliyojaa katika Baraa hii, kijiji cha Baraa, tumewaheshimu sana viongozi wetu. Tukiambiwa nyamaza, tunyanyamaza, na tukaweka maji mdomoni, tukanyamaza kimya. Hatimaye Mungu ametufikisha kilele. Kumbe kunyamaza kimya kuna jawabu. Kuna jawabu kunyamaza kimya. Hata kama ukipigwa unanyamaza kimya, kuna jawabu lilisilo na kina. Kweli tumefikia jawabu la mkuu wa wilaya kuja kutuambia ruksa kuabudu Jumapili. Jumapili hapa tutarindima. Jumapili hapa tutaona Roho Mtakatifu akifanya kazi. Jumapili hapa tutaona maajabu ya kimungu na mkono wa Mungu tumekwisha kuona kuanzia tulipofungua geti hapa kufanya usafi. Kwa hiyo mioyo yetu tunawakaribisha watu wote Tanzania nzima, wakiweza kufika ruksa. Baraa hii nzima, akiwemo majirani zetu, wilaya nzima, tunawakaribisha. Ni watu wa amani kuanzia tulipoanza furugu hii, lakini Mungu akatuweka amani mioyo yetu. Tumejaa shauku na furaha na wenzetu, ndugu zetu, tunawakaribisha. Hatuchagui mila, hatuchagui kabila, hatuchagui dini. Tunawakaribisha watu wote waje kuona mkono wa Mungu. Jina langu naitwa Juliana Joshua. Ni mshirika wa hapa Wave of God. Namshukuru pia kiongozi wetu Mchungaji Yona Sumari kwa jinsi ambavyo ameendelea kutuelekeza katika hali ya utulivu, katika hali ya kumwabudu Mungu kwa utulivu pasipokuwa na vurugu yoyote. Tunamshukuru Mungu kwa mambo yote ambayo ametutendea. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya mama, vijana. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wachungaji kwa jinsi ambavyo wamekuwa wakiendelea kutufundisha vizuri na kuwa pamoja na sisi karibu. Hawajatuacha, wamekuwa pamoja nasi, wametufundisha imani. Wameendelea kukuza imani katikati ya mioyo yetu. Kwamba tuendelee kumjua Mungu, na wakati wa kudhulumiwa si wakati wa vita, ni wakati wa kutulia, ni wakati wa kumtafuta Mungu. Mimi namshukuru Mungu kwamba nimemwona mkuu wa wilaya kwamba ni mtu mzuri, ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Moyo wangu umemfurahia kwamba sidhani kama ataishia tu kwamba mkuu wa wilaya, Mungu atamuinua zaidi tena viwango vya juu, kwa sababu ni mtu wa pekee, amemhofu Mungu, naye lazima Mungu atamfanyia jambo. Jina yangu naitwa Ibrahimu Sindie Molel. Ni mshirika wa kanisa hili lililoko nyuma yangu. Ni ukweli mimi binafsi ndani ya moyo wangu namrudishia Bwana Mungu sifa na utukufu kwa nilichokiona juu ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya kwa kweli nilimuona ni mtu mmoja mwenye busara sana, aliyechukua hatua kuja mpaka kwenye kanisa letu hili, kuja kutusikiliza sisi washirika wa kanisa hili. Na kiukweli tutamuombea Mungu sana, na Mungu aendelee kumpa hekima ya hali ya juu. Hekima aliyechukua hakaja mpaka kanisani kuja kutusikiliza sisi washirika wa kanisa hili hapa, hakika Mungu haezi kumuacha. Ninaomba nimpongeze sana kwa hatua alizochukua kuwatembelea washirika
wa kata yetu ya Bara, mtaa huu wa Soreni, katika kanisa hili la Pentecost Bara, ambao tumekaa karibia mwaka mzima tukiwa tunasali nje. Kanisa la kipekee sana ambalo sisi wenyewe hapa tumeokokea hapa, tumeacha ulevi kupitia kanisa hili, tumeacha bangi kupitia kanisa hili, tumekombolewa na tumeponywa na magonjwa kupitia kanisa hili. Kwa hiyo nimpongeze mkuu wa wilaya sana, na nichukue nafasi hii kuwaalika wananchi wote wa kata hii ya Bara kwamba siku ya Jumapili tutakuwa na mkuu wa wilaya hapa katika kanisa hili la Wave of God. Tutakuwa hapa siku ya Jumapili. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunakukaribisha kanisani kwetu. Karibuni tusali wote pamoja, kwa sababu sisi washirika wa kanisa hili hatujatengenezwa kwa kukunja ngumi kugombana na mtu, ila tumetengenezwa katika hali ya kiroho kumwabudu Mungu na kumsifu Mungu na kumuomba Mungu akutendee jambo lile ambalo unaona kama lingumu mbele yako. Na tumemuona Bwana akitenda maajabu ndani ya kanisa hili kumpitia mkuu wa wilaya. Hakika mkuu wa wilaya, nakupa saluti mkuu. Hakika umenifurahisha siku ya ile ambao ulivyokuja hapa kanisani kwa hekima kabisa, na wakazungumza kwamba kanisa lifunguliwe. Na sisi tuko hapa washirika wa kanisa hili la Wave of God kwamba tunafanya usafi katika hali ya furaha sana, katika hali ya furaha sana ya kumtukuza Mungu, na Mungu pia kukuombea Mungu ili Mungu aendelee kukupa hekima kama ulivyochukua hatua kuja hapa bila ambulance, bila wanajeshi, bila polisi, ukaja kutusikiliza mkuu wa wilaya. Big up sana mkuu. Asante sana. Mungu aendelee kukubariki.